kuanzia tarehe 17 mwezi wa 3 mpaka tarehe 23 mwezi wa 3, wiki moja wametoa kwa ajili ya watu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni muhimu sana, hasa kwa kata yetu ya Wazo. Katika sensa ya mwaka 2022, Wazo ndiyo kata iliyoongoza katika mkoa wa Dar es Salaam kuwa na wananchi wengi. Nchi nzima ni kata ya pili kuwa na wananchi wengi Tanzania. Ili mtu aweze kumchagua rais au mbunge au diwani, lazima awe ameandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Na hiyo ndio msikilize, maana sitaweza kuzunguka kwenye mashina 176 ya kata hii, kwa sababu tuna wiki moja ya kutoa ile elimu kwa wananchi kabla ya tarehe 17. Kwa hiyo maana tunapotoka leo, tunatakiwa tuendeshe kampeni sio kwa ya kawaida kwa wananchi, watambue hilo zoezi. Zoezi la uandikishaji litafanyika kwenye vituo maalum ambavyo vimeshaainishwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Kata ya Wazo tuna vituo 41 vya uandikishaji na maboresho ya daftari la wapiga kura, na vituo hivi itakapofika mwezi wa 10 ndio vitakavyobadilika kuwa vituo vya kupiga kura. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa wajue vituo vilivyopo jirani na maeneo yao. Daftari hili la kudumu limeanza rasmi 2015, likaboreshwa 2020 kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2020, linaboreshwa tena mwaka huu kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kuna watu 2015 walikuwa hawajatimiza umri wa miaka 18, maana yake hawakuandikishwa. Ilipofika 2020, kuna watu walikuwa pia hawajatimiza umri wa miaka 18, kwa hiyo hawakuandikishwa. Leo hii 2025, kuna vijana wetu 2020 walikuwa na miaka 15, walikuwa na miaka 14, wengine walikuwa na miaka 13, wengine walikuwa na miaka 16, wengine walikuwa na miaka 17. Leo hii wametimiza umri wa kupiga kura wa miaka 18. Kwa hiyo hapo wataandikishwa wote. Waliotimiza umri wa miaka 18 wote wataandikishwa. Maana yake wakipata sifa. Kuna mtu mwaka 2020 alikuwa anaishi Kigogo, kwa hiyo alijiandikishia Kigogo. Leo hii tunapoongea amehamia mtaa wa Wazo. Pamoja na kwamba ana kadi ya kupiga kura, hawezi kumchagua diwani, hawezi kumchagua mbunge, ataruhusiwa kumchagua mheshimiwa rais kwa sababu ni rais wa nchi nzima. Ili mtu huyo aweze kupiga kura kumchagua mbunge na diwani, lazima taarifa zake zihamishwe kutoka Kigogo zisome kwenye kituo kilichopo ndani ya kata ya Wazo. Hilo zoezi litafanyika. Na mweleze wananchi wale ambao ndugu zao wamefariki na wamebaki na vile vitambulisho vya wapiga kura vya ndugu zao marehemu, zoezi litakapoanza mnatakiwa kuwasilisha vile vitambulisho vya kupiga kura kwa wale wasimamizi wa vituo, ili warekebishe na kufuta yale majina ya ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Moja ya swali la mtu atakayomuuliza ni tarehe ya kuzaliwa, na kwenye ile kadi atakayopewa ya elektroniki ya biometric itakuwa na tarehe yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo muhimu wananchi wajue tarehe zao za kuzaliwa. Wakishamaliza hilo zoezi, litaandaliwa daftari la awali. Daftari hilo litakuja kubandikwa kwenye vituo vilivyotumika zoezi la kuandikisha, ili kila mwananchi atakagua angalie jina lake, kama tulivyofanya wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Utakwenda utaangalia jina lako. Ukiona jina lako limekosewa, kuna fomu ya kujaza ili warekebishe. Wakimaliza hilo zoezi la hayo marekebisho, ndipo litakapotoka daftari la kudumu la wapiga kura
kujua idadi ya wapiga kura walionao kwenye kata zao, kwenye majimbo yao, kwenye wilaya zao na kwenye mikoa yao.